Kwanza niwapongeze kwa kuendelea kudumisha mila yenu. Hongereni sana. Lakini kuendelea kujenga msingi wa kuthaminiana, kuheshimiana na kutii taratibu mlizojiwekea. Hongereni sana. Lingine, wapongeze kwa kuendelea kuwa wafugaji wazuri. Lakini hapo ninapoenda sasa niseme neno kidogo. Tusaidie nyinyi ndugu zangu kuweka mpaka unaoweza kutuletea changamoto ya mahusiano kati ya sisi wafugaji na wakulima. Hizi taratibu ambazo tumejiwekea ziwe daraja la kutuondosha kwenye kuweka mijadala na mazungumzo yetu kwa ajili ya kujiepusha na changamoto ambazo hazina sababu. Tunatambua sana hili ambalo mlifanya leo kwa mustakabali wa maendeleo na amani ya nchi hii, na sisi kama serikali tunaliunga mkono. Na kwa sababu tumetoka Dar es Salaam na Dodoma, tulete rasmi salamu za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnazipokea? Wakati wa mkakati wa kusema tunatengeneza utaratibu, kelele za watu wengi sasa, unajua bana, Wamasai ndio wanasababisha mgogoro wa kulima na wafugaji. Sasa mimi nakuombeni ndugu zangu, ninafanya mambo mawili kama mkuu wa mkoa. Mungu akinipa uhai na akinipa muda nitayakamilisha. Moja, mkiondoka hapa mkaenda Kibaigwa, mtakuta Kibaigwa kule kuna soko la kimataifa la mahindi. Wanatoka watu kutoka Zambia, kutoka wapi, kutoka Burundi, kutoka Sudani, wanakuja hapo Kibaigwa kwa ajili ya kufata mahindi. Mimi nikawaambia serikali, nikawaambia sasa na sisi tunaomba hapa Mvomero, hapa Mkongeni tutengeneze soko kama lile la Kibaigwa, lakini hili la ng'ombe, ili wafugaji wawe na option. Na ukiwa una fursa ile, unahamasika kutengeneza ng'ombe wazuri. Ndugu zangu, nikwambieni, ng'ombe wa wastani ni ng'ombe ambaye akichinjwa anatoa kilo 100. Sisi ng'ombe wetu akichinjwa anatoa kilo 50. Akia Mungu, au nasema Mungu? Ndio. Nimekaa siku moja, nilikuwa nazungumza na mama zangu pale kwa Masai kwenye mkutano mmoja. Naambia, wewe unakuaje una ng'ombe majike 50 alafu unakunywa chai ya rangi ya asubuhi? Kwenye ushirikiano, naombeni ushirikiano sana. Nimeingia kwa timu mpya, naombeni ushirikiano wenu, tuendelee kuwa pamoja, tudumishe umoja na amani kwa nchi yetu.